Mwambie hakuna speed limit. Mwambie ni kuenda. Praise the name of the Lord. Mtu mmoja alienda kufanya interview ya kuendesha gari ya miraa. Akaenda kufanya interview Maua. Akaulizwa kutoka Maua mpaka Nairobi kuna bumps ngapi? Akaanza kuhesabu na akili. Bumps kutoka Maua mpaka Nairobi bumps. Akaanza kuhesabu na akili. Wakaona anahesabu hivi, wakamwambia wewe toka kwenda nyumbani, umeanguka mtihani. Akaambiwa kutoka Maua mpaka Nairobi gari ya miraa hakuna bump. Salimia mtu mwambie hakuna bump 2025. Mwambie kaende hakuna bump. Tunaenda tukienda, tukichomoka katika jina Yesu. 2025 sioni bump. Sioni mbaria. Sioni indaransi. Kama ni Mungu anasema tupanuke. Na ni Mungu anasema anatuongezea kushoto na kulia. Anatuongezea mbele na nyuma. Anatuongezea the four signs. Zinatoka upepo. Ni saitani gani atakuja barabarani kuzuia? Ni pepo gani itakuja kuweka mbambu? Katika jina Yesu hakuna mbambu mwaka huu. Huu mwaka tumeuanza hivi. Tukiwa na roho namna hii. Tukiwa tumejazwa namna hii. Tukiwa tumejaa nyumba ya Mungu namna hii. Hakuna mbambu katika jina Yesu. Mbambu zingine ni magonjwa natangaza hakuna. Mbambu zingine ni kukosa karo natangaza hakuna. Mbambu zingine ni kukosa amani nyumbani natangaza hakuna. Mbambu zingine ni fitina na poronjo hapa na pale nasema hakuna. Mbambu zingine ni kuvutwa kazi, hakuna kuvutwa kazi tena mwaka huu katika jina Yesu. Mbambu ni za aina nyingi, lakini zote I cancel in the name of the Lord. Tutaenda tukienda katika jina Yesu. Anasema upanue. Na zile kamba za kuvuta hiyo tenti yako uongeze. Unaona kwanza unaambiwa upanue mahali utaweka tent, uongeze ground. Kama ulikuwa umepima 30 by 30, ongeze ikuwe 100. Alafu uongeze hizi kamba. Hizi kamba zinavuta tent. Unaambiwa hizi kamba kama ilikuwa ya feet 20, ongeze ikuwe feet 50. Ama Bible inaandikwa aje? Inaandikwa lengthen the corners of your tent. Lengthen the corners of your tent. Lengthen. Kama hii Kiingereza ni nini? Lengthen the corners and strengthen your stakes. Mahali inaenda kupandwa hapa, maana kuna kijiti hapa. Mahali inawekelewa, uweke kijiti strong. Maana hatuondoki. Salimia mtu mwambie hatuondoki. Mwambie we are permanent in the Lord. Mwambie we are permanent in the Lord. It shall be permanent. Kwani ulienda wapi wewe sasa? Nani alikwambia uketi? It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Say permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Makofi kwa Yesu. It shall be permanent. Wanasema strengthen your stakes because it shall be permanent. Lengthen of your corns, maana itapanuka sana. Praise the name of the Lord. Anasema kwa sababu ya kufanya haya yote ni kwa sababu utaenea. You will expand to the north. You will expand to the south. You will expand to the east and to the west. Mungu atakupanua pande zote. Umesoma, lakini si kusoma tu, hata biashara utapewa katika jina Yesu. Umeweka ng'ombe, hata mbuzi utaongezewa katika jina Yesu. Uko na matatu, hata nduka utaongezewa. Utapanua pande zote katika jina Yesu. Salimia mtu mwambie mwaka wa 2025 tunapanuka pande zote. Praise the name of the Lord. Kanisani hapa tuko na hii nyumba, tunaongezwa ingine 2025. Tunaongezwa ingine hapa. Tunaenda ghorofa. Wakati nilisoma hii nikasikia tunapanuliwa juu na chini pande zote, niliona juu. Praise the name of the Lord. 2025 na imefika na ndio hii tunapanuka tukienda juu. Salimia mtu mwambie ukinikosa hapo nitavuta juu. 2025 ukinikosa chini unitavuta wapi? Juu. Na ukikuta juu kumejaa, wewe ukae huku. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Bible inasema na watoto wangu na vizazi vyangu vitamiliki hiyo dunia yote. Praise the name of the Lord. Watamiliki hiyo dunia yote. Wacha nikwambie,
Mungu aliambia Joshua katika Joshua 1:3. Mungu akaambia Joshua, wherever you tread with your foot, that land I give you and it shall be yours. Mungu akianza kukupanua, anatakanga uchukua hatua ya imani, uanze kufanya mambo. Uanze kukanyanga. Praise the name of the Lord. Nimesikia Muremi akisema atanunua shamba Ngobo, na mimi ameniambia mara nyingi ya kwamba atanunua shamba Ngobo, atajenga nyumba inaitwa Mwara Plaza. Mwara ni jina lake, Mwara Plaza. Sasa Muremi, hapo unafikiria ndio utanunua acha kupitianga area hiyo? Unataka kununua pande hii ya Kigane ama ni ile yetu ama ni ya chini ama ni ya juu? Hapo unataka kununuanga pitianga hapo ukisema Mwara Plaza, Mwara Plaza I see you. Mwara Plaza, Mwara Plaza naona iko area hii. Mwara Plaza. Praise the name of the Lord. Anza kutabiria mahali unataka kupanukia. Praise the name of the Lord. Mimi niliambia mke wangu many years ago, before we are a child, ya kwamba nitanunua plot na nitajenga nyumba. Na nitajenga nyumba mahali kuna rami. Mahali nitanunua gari inaingia tu mara moja hivi. Saa hiyo ninasema hivyo, mshahara wangu ilikuwa 2,000. Yako ni ngapi? Si ni kubwa sana? Uko mbele. Mimi nilikuwa na mshahara ya 2,000. Nilikuwa naongea vile nitanunua ploti, vile nitajenga nyumba ya mawe karibu na rami na ninunue gari. Nilikuwa naambia mke wangu siwezi kujenga nyumba ya mawe huku milimani, njoo gari kukinyesha haitafika. Saa hiyo anashangaa shamba itatoka wapi na 2,000? Anashangaa mtu akununua gari ni huyu. Lakini Mungu alifanya. Praise the name of the Lord. Na ndio sababu nilipokuja nikaanza kutafuta ploti Ngobo, nilikuwa naitoa ploti Kigane. Ninasema hapa sioni kama rami itakuja. Naambia Mungu tulisema mahali rami itapitia. Kuna possibility ya rami kupitia. Nilipata shamba hapo nikakataa. Nikaenda pale Beautiful Gate nyuma, nikapata shamba hapo nikakataa. Nikasema hii barabara ya nyuma sioni kama rami itapitia. Na nilikuwa nimeambia Mungu ni mahali rami itapita. Nikapata mahali niko saa hii. Nikasema hapa kuna possibility ya rami. Nikanunua. The next year rami ikaanza kuwekwa. Hallelujah. Glory to God. Ambia mwenzako ongeza imani. Uongeze imani. Uongeze. Joshua akaambiwa mahali utakanyanga patakuwa patakuwa pako. Kabla ninunue plot nilinunua hapa, nilikuwa nimenunua ingine pale gate ya Imenti Factory. Maana nilipokuwa na ubiri Kadhera, nilifikiria nitaishi Kadhera na nilipenda Kadhera na nikasema nitakaa huko. Na nikanunua plot opposite ofisi ya manager wa Imenti. Kununua hivi the following year hiyo rami ya Imenti ikawekwa. Sababu hiyo maombi niliomba, inabidi mahali nanunua kaploti rami inawekwa. Ukitaka rami iwekwe kwenu, nipatie kaploti hapo karibu. That is the way you get rami. Mimi nilikuja kuona niko na hiyo baraka. Maana niliambia Mungu mahali nitajenga rami iwe. Sasa nilienda hapo opposite Imenti Factory kununua kaploti. The end of that year rami ikaanza kuwekwa. Ploti zikaenda juu. Na ndio niliuza ikaninunulia hii. Kununua hii 2018 nami ikaanza kuwekwa. Praise the name of the Lord. Ploti zikaenda juu. Sasa kama kwenu auone kama kuna rami itakuja, niitie ka ploti hapo. Kanagusa hiyo barabara, rami iwekwe. Praise the name of the Lord. Sababu ya imani. Praise the name of the Lord. Joshua akamwambia mahali utakanyanga ni kwako. Sasa kanyanga mahali. Praise the name of the Lord. Mwaka wa 2025 tunataka kuona masupermarket Ngobo ya washirika. Nataka kuona petrol station ya mshirika. Nataka kuona mango down makubwa ya washirika. Nataka kuona nguo kubwa ya nguo ya washirika. Praise the name of the Lord. Nataka kuona tukiinuliwa. Nataka kuona brother yetu Alex hapa ako na studio kubwa ya kufundisha watu music. Na ako na duka kubwa inauza musical instruments. Usifundishe watu keyboard na gitaa na uwafundishe kuimba na nini na hauna vyombo vya kufanya hivyo. Weka hiyo nduka katika jina Yesu. Upanuke. Praise the name of the Lord. Inua mkono useme 2025 is my year. It is my year in the name of the Lord. Hiyo kazi umekaa ukitafuta upata sasa katika jina Yesu. Hiyo biashara umetamani sana upate katika jina Yesu. Hallelujah. Yes, mnaweza kushikana watu watatu, muanze sako in the next 5 years ikuwe bank. Hizi sako zote mnaona hapa watu walianza kama mchezo. Family bank ilianza kama kitu ya familia.
Ndio sababu taitoa family bank. Sababu ilikuwa kazi ya mzee mmoja na watoto wake na nini wakaongeza cousins, wakaongeza auntie. Finally nyinyi mkaingia. Family bank ni biashara ya mwanaume mmoja na nyumba yake. Hapo ni Murang'a hapa ama ni wapi? Alitueleza hii maneno akiwa akifungua hii Ngobu. Unaweza kuanza. Start small but aim far in the name of the Lord. And it can happen. And it will happen in the name of the Lord. Amen. Know these two things or three. Number one, God is the only one who gives blessings. Na hii inatokana na maombi ya Jabezu. Maana Jabezu ndiye aliomba ombi kama hili la Isaiah 54. First Chronicles 4:10. Jabezu aliomba namna gani? In First Chronicles 4:10. Aliomba ombi moja kali. Akasema, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory. We are talking about enlargement. Praise the name of the Lord. Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. And God granted him what he requested. Kwani aliomba nini? Number one, apanuliwe mipaka yake, apanuliwe njia zake, apanuliwe biashara zake, apanuliwe maono. One thing that you must know is that God is the only one who gives blessings. It is only in God you can expand your territory. It is only in God who can expand and enlarge your territory. Number two, you should pray and ask God to lead or to guide you. Pray and ask God to lead you and to give you direction and to give you guidance on where you are going to expand. Maana nakwambia panua mahali pa hema yako. Utaipanua ikienda wapi? Be prayerful. Wacha Mungu akusaidia ni wapi huku unapanua. Praise the name of the Lord. And number three, you shouldn't give up your fear and trust in God. Watu wengi wanashindwa kupanuka kwa sababu ya uoga. Unaogopa, nikianza hii itakuwa nini? Nikifanya hii itanipeleka wapi? Nikianzisha hii kweli nitaanguka ama nitafaulu? That fear inakuzuia kupanuka, inakuzuia kuongezeka. Lakini nakuombea katika jina Yesu, mwaka wa 2025 uoga yote ikufe katika jina Yesu. In fact, the opposite of faith is fear. And the enemy of development and success is fear. And fear is the devil's workshop. Mwaka huu wacha uoga yote ikufe ndani yako. Ukuwe mtu wa imani na nguvu wa kuanzisha mambo makubwa. Attempt great things of God if you expecting great things from God. Amua kufanya mambo makubwa kwa jina la Mungu. Naye Mungu atakupigania ufaulu katika mambo makubwa. Mwaka huu purpose to do something great. Amua kufanya kitu kubwa, kitu kinahitaji a lot of faith. Na Mungu atasimama na wewe. Praise the name of the Lord. Exodus 34:24, and that is my last verse. Exodus 34 verse 24. Mutethia mwaka mpya, tunataka screen hapo. The first Sunday of the new year. Si tumesema tuende kwa imani? Yes, before Sunday 5th. Tukuwe na screen hapo. For I will cast out the nations before you and enlarge your borders. Say amen. Even if there are nations that will rise against you, even if there are tribes, even if there are groups of people that will come against you in the year 2025, God will drive them out of your way. Hakuna adui atasimama mbele yako mwaka huu. Mungu mwenyewe atawafukuza. Alafu akupanue. Maana hapo adui wamekalia ni kwako, ni vile hujaelewa. Adui ndio wamekalia mahali ungepanukia. Sasa Mungu anasema kwanza ataondoa mataifa, aondoe watu, aondoe adui ndio upate mahali ya kupanuka. Praise the name of the Lord. Amen.
Number 2, neither will any man covet your land when you go up and appear before the Lord your God 3 times in the year. Anasema akikupanua na akuweke mahali pako, hakuna mtu atakuja tena kutamani hiyo mahali yako. Hakuna mtu atarudi kutamani vitu vyako. Lakini condition, na wewe jionyesha kwa Mungu mara 3 kwa mwaka. At least 3 times. Praise the name of the Lord. Pastor, kuna condition. Ukitaka Mungu akikupanua na akikuweka mahali pako, akulinde, na hakikisha hakuna mtu hata atatamani, si hata kuja kuchukua, hata kutamani hiyo simu yako, hata kutamani hiyo shamba yako, hata kutamani biashara yako, ili Mungu asuie watu wasitamani kuja kukunyang'anya. Mwaka ujionyesha kwa Mungu mara at least mara 3. Ujionyeshe kwa Mungu. Ujionyeshe 3 times only. With thanksgiving, with the kinds of sacrifices. Unakuja mbele ya Mungu unasema, God, I have come to worship you with this thanksgiving offering. I have come with this sacrifice to thank you, to worship you, to remind you, to congratulate you, to thank you because you expanded me, because you lifted me, because you... Mara nyingi tunainuliwa tunasahau. Mungu anatuweka viwango, tunasahau kama ametufanya hivyo. Na yeye anashangaa na sisi. Akishangaa tunakaa vile ama tunarudi nyuma. Mungu atusaidie kutoka mwaka huu tuwe watu wa kujileta mbele za Bwana. Na tumwambie Mungu, tumekuja kusema asante. Tukuje na sacrifices, tukuje na dhabihu mbalimbali. Tumwambie God, we worship you. Praise the name of the Lord. And because of that, we want to worship God now with our first offering in the new year. In the name of Jesus.